Kwamba ndoa ni kwa sababu ya no. Ukiingia pia kwenye ndoa kwa mindset ya kwamba ni kwa sababu ya watoto, utaumia mdogo wangu. Utaumia sana. Yaani ukiingia kwenye ndoa unataka ujipange. Ni kama una vitani. Hujui itatokea wapi. Kama changamoto zitaanzia kwa watoto ama zitaanzia kwenye mambo mengine hujui. You need to be ready for anything. Oh yeah. Unaelewa? Unaelewa? Kuna namna na experience si ndio? Yeah, mimi na experience kubwa sana. So trust me. Ndio maana nakwambia trust me. Yaani uingie tu kwa ajili ya watoto na usiingie kwa ajili ya kitu kimoja. Yaani ukiingia na expectation pale ndo ambapo wengi wanakuwa disappointed na wanashindwa kuendelea. Yaani ukiingia ngombe kitu. Hiyo mental ya kwamba au mtazamo wa kusema ndoa ni kwa ajili ya watoto. So by any means mkiwa kwenye ndoa kwa sababu tayari kuna hao watoto, yani hamwezi kuachana kwa sababu yoyote, kwa sababu naamini that's very wrong. Ndio nakwambia watu hawaamini hicho ambacho mimi nakwambia. That's why wanaoana and then wanaachana. Japo kuna watoto. Na ni hivi, wengi ambao walikuwa wanasema kwamba tunaishi kwa ajili ya watoto. Wengi ni hao wazazi wetu hapo nyuma. Umeelewa? Ambao kumbe alikuwa na changamoto lakini kikubwa. Lakini ndio yaani iko kitu kinafanya ndoa zina survive. No, sasa kama ndoa ita survive, imagine umeolewa una miaka 20 na, you understand? Alafu umepata watoto. Alafu tangu umeingia kwenye ndoa, hamna kitu kingine kabisa ambacho wewe kinakupa furaha. Ila tu wale watoto ambao umewapata ndio unaona ndio wananifanya niendelee kubaki hapa. Nakwambia Meja, uvumilivu ndio key kwenye kila kitu. So